Kupitia mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya inashirikiana na wadau mbalimbali katika kusimamia nyumba za upataji nafuu ili wale waraibu ambao wameathiriwa na dawa za kulevya waweze kupata matibabu. Kituo hichi tunachokifungua leo cha Pili Misana Foundation ni kituo kwa ajili ya VIP, kwa ajili pia wale waraibu wa dawa za kulevya ambao hawawezi kujichanganya kwenye sober house nyingine, ili waweze kuja hapa na kuwa sehemu ambayo ni private, wanaweza wakapata matibabu, wanaweza wakapata tiba hiyo na unasihi, ili kuhakikisha kwamba wanarudi katika hali yao ya kawaida. Lakini pia kituo hichi kwa kushirikiana na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kitakuwa kinatoa ushauri mbalimbali, na si waathirika tu wa dawa za kulevya, hasa wale waathirika pia wa pombe, lakini pia wale wenye msongo wa mawazo kutokana na matatizo ya kifamilia, mke, mume, kama msongo wa mawazo umewazidi huko, wanaweza wakaja hapa pia wakapata tiba, wakapata unasihi na wakajikuta kwamba wanatuliza ule msongo wa mawazo walionao na wakapata ushauri wa kitaalamu ili waweze kurudi katika hali zao za kawaida na kuendelea na shughuli zao kama kawaida. Kwa hiyo tunawaomba wadau mbalimbali nchini Tanzania ili kuhakikisha kwamba wanaungana na serikali katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya kwa kuanzisha nyumba za upataji nafuu katika maeneo mbalimbali, ambapo mamlaka itazikagua, itazisimamia na kuhakikisha kwamba zinaendeshwa kwa mujibu wa miongozo ya serikali, ili tuungane kwa pamoja na Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba tunaponya taifa, tunaponya waraibu wa dawa za kulevya ili waweze kurudi katika hali zao za kawaida. Serikali inawashukuru sana wadau mbalimbali, hususan wadau binafsi na taasisi mbalimbali zisizo za kiserikali ambazo zimejitoa kwa asilimia kubwa kuhakikisha kwamba zinajenga hizi nyumba nchi nzima. Kwa ufunguzi wa nyumba hii ya upataji nafuu, imekuwa nyumba ya 78 nchini ambayo itakuwa imefunguliwa kwa ajili ya utoaji wa hii huduma za unasihi kwa ajili ya kuwarejesha katika hali za kawaida waraibu wa dawa za kulevya, pombe, lakini pamoja na vilevi vingine, hususan pia wale wanaokabiliwa na msongo wa mawazo. Kwa hiyo tunawaomba mashirika yote tuendelee kushirikiana pamoja, watu binafsi wenye uwezo kujenga nyumba hizi za upataji nafuu, ambapo njia hii ya nyumba za upataji nafuu ni nzuri zaidi kwa sababu unapata uponyaji pasipo kutumia dawa, tofauti na vile vituo vingine vya hospitali na maeneo mengine ambapo unapata matibabu kwa kutumia dawa. Kwa hiyo kituo hichi kinajishughulisha zaidi na unasihi, lakini pia kuwa na mazingira tulivu ya kuweza kuwarudisha wale walioathiriwa na dawa za kulevya na vilevi vingine katika hali yao ya kawaida bila kupata dawa, bali kwa ushauri nasihi pamoja na hali tulivu ambayo inawarudisha katika hali yao ya kawaida. Pili Misana ni mkurugenzi wa Pili Misana Foundation ambayo inaendesha sober houses tangu mwaka 2012. Kwa tuna experience kubwa kwenye kazi hii, na tulianza kwa waraibu wachache. Baada ya muda waraibu waliendelea kuongezeka hadi imefikia leo hii tumeona ni bora tufungue rehabu hii ambayo ni VIP. Kwa wale ambao walikuwa wanasema hawawezi kwenda kwenye zile rehab zingine, tumewaandalia hii sehemu maalum kabisa kwa wao kuja kupata matibabu. Na tumeamua kufanya jambo hili kubwa baada ya kuona jitihada kubwa sana zinazofanywa na serikali, zinazofanywa na Mheshimiwa Rais, zinazofanywa na Kamishna Jenerali ndugu Aretas Limo pamoja na timu yake katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Ndugu wa Tanzania wenzangu, nyinyi ni mashahidi. Nchi yetu imepiga hatua kubwa sana katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Tumekuwa haipiti mwezi bila kusikia dawa za kulevya zikikamatwa ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo sisi wadau ambao tunafanya upande wa tiba tumeona tuendelee kuiunga mkono serikali kwa kuanzisha vituo ambavyo vitakuwa ni bora zaidi, ili basi na nchi yetu iendelee kuwa mfano katika tiba. Imeshakuwa mfano kwenye mapambano, na kwa upande wa tiba iendelee kuwa mfano. Kituo hiki kinapatikana Kigamboni, Kibada. Karibuni sana. Ombi langu kwenu, tuendelee kuiunga mkono serikali katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Tumeanzisha sober houses zetu, tushasaidia waraibu zaidi ya 3000 ambao kati yao ni wachache tu ambao walirejea dawa za kulevya, lakini wengi wamefanikiwa, na ndio maana huduma inaendelea kukua siku baada ya siku. Naitwa Sara Ndaba, ni afisa ustawi wa jamii kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, na tuko hapa kwenye ufunguzi wa sober house ya Pili Misana, na sisi kama wana ustawi wa jamii tunatoa wito kwa jamii kutokuwanyanyapaa waraibu wa dawa za kulevya.
tunatoa wito kwa wadau mbalimbali kujitokeza kufungua nyumba za upataji nafuu ili kuwasaidia waraibu wa dawa za kulevya. Abdulrahman Kasembe, wengi wananifahamu kama Dulayo. Mimi niko hapa kwa sababu nafanya mazoezi na kukemea pia habari za madawa ya kulevya. Sikuja hapa kwa sababu ya madawa ya kulevya, nimekuja hapa kwa sababu ya pombe. Kiufupi nilikuwa nakunywa sana pombe. Kwa hiyo watu wameniona na watu wanaonipenda, na washukuru sana. Akanikamshika mkono, akanikamata, akanileta kwa Madam Pili. Madam Pili ni mtu mzuri ambaye nampenda kwa kweli. Nikanipokea vizuri, sina shida naye, na kituo kama hiki kimefunguliwa hivi. Mimi naomba watu wote ambao wanahisi wana matatizo basi wafike wapate huduma. Hiko ndio nataka kusema. Namkubali sana Madam Pili. Namkubali sana Madam Pili. Nimefika hapa na wiki moja na siku kadhaa. Nashukuru, najiona niko sawa, nashukuru, najiona niko fit. Mwenyezi Mungu ni mwema. Ananijalia, basi naendelea pia na mazoezi, naendelea pia na dawa. Mimi kwa vijana ambao wanatumia pombe, madawa ya kulevya, hizi wanaita squeeze skanka sijui, na waomba wafike kwa sababu Madam Pili ana baya na kituo kimefunguliwa, kwa hiyo wafike. Mimi mbona niko hapa na mmenikuta nafanya mazoezi, kwa hiyo wafike, hamna shida. Nzuri ni kwamba unapata muda wa kuandika mashairi, unakaa vizuri, yani hakuna heka. Kwa hiyo mashairi unaandika na ukirudi unarudi na moto. Moto ni ule ule tu. Wakae jikoni wapakue. Yeah.